Bwana ni mwema wapendwa. Ni wakaribishe tena hivi leo katika mfululizo wa vipindi vyetu ambavyo tumeendelea kuwa navyo katika somo letu ambalo tunasema ni safari yenye tumaini. Na leo tukiwa tuna mwendelezo wa kuendeleza kile ambacho jana tumejifunza, jana tukitazama habari za mwanzo wenye kupendeza. Nipende sasa kuwakaribisha tuendelee kuwa pamoja katika kipindi hiki ambacho leo pia tunaenda katika sehemu ya pili ya somo letu ambalo limebeba kichwa kinachosema safari yenye tumaini. Na tuombe kabla sasa hatujaanza kujifunza somo letu la leo. Baba yetu na Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kibali na nafasi ambayo umetupatia hivi leo kuwa ni wazima na wenye afya njema. Unatuleta tena jioni hii ya leo kwa ajili ya kujifunza ukuu wako kwa namna ya pekee. Tunapohitaji kujifunza safari hii yenye tumaini, na katika mada hii ya leo tuendelea kukualika wewe uwe pamoja nasi, tufundishe sawa sawa na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu Kristo. Amina. Jana tulitazama ya kwamba Mungu wetu wakati anaumba ulimwengu wetu, aliumba ulimwengu ambao ni wenye kupendeza kabisa. Vitu vyote tuliona ni vyema, na katika miisho yake na mahitimisho ya vyote ilikuwa ni kwamba kila kitu alichokifanya ni chema. Tukaona hicho ndicho ambacho Mungu alikifanya. Lakini tukabaki tuna swali ambalo tulikuwa tunajiuliza. Ilikuwaje ulimwengu huu ambao ulikuwa ni mwema na kila kitu ni chema kufika hapa ambapo leo tunautazama? Magonjwa, vifo, kutokuwapo kwa amani na kumomonyoka kwa maadili. Mambo mbalimbali ambayo yanatokea. Imekuwaje tukafika hapa? Na katika somo hili la leo tunakwenda sasa kutazama kwa nini tuwe na safari yenye tumaini. Kwa nini tuwe nayo safari yenye tumaini? Nami sasa nikualike fungue Biblia yako katika kile kitabu cha Mwanzo sura ile ya 3. Tutajifunza hapo fungu la 8 na la 9 lenye maneno ambayo yanasema hivi. Katika ile fungu la 8 nasema, kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adam na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Fungu la 9 nasema, Bwana Mungu akamuita Adam akamwambia, uko wapi? Tunaambiwa ya kwamba Mungu alimuumba Adam. Jana tumeangalia katika mwanzo mzuri wenye kupendeza. Adam na mkewe, wanandoa hawa wa kwanza kabisa, walikuwa na furaha katika uwepo wao Edeni. Lakini katika sura hii ya 3 inatuambia ya kwamba Mungu wakati anakuja kuwatembelea leo, wanaonekana kwenda kujificha, wanamkimbia. Waliposikia tu ya kwamba Mungu anatembea ndani ya bustani ya Edeni, wao wakakimbia kujificha. Nini tatizo linawafikisha hapa? Nini ambacho kinawafanya wamkimbie Mungu ambaye walimpenda? Nini ambacho kinawafanya Mungu huyu ambaye kwanza kabisa alionekana kila kitu amewatengenezea vizuri, mandhari nzuri, na kila kitu walicho nacho ni kizuri, kinapendeza na kinavutia, wamkimbie Mungu huyu ambaye alikuwa ni mwenye upendo? Kwa nini leo wamkimbie? Turudi sasa kwenye fungu letu la kwanza la kitabu hiki cha Mwanzo sura hii ya kwanza, ambayo inasema, basi nyoka alikuwa mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu aliowafanya Bwana Mungu. Akamwambia mwanamke, ati hivi ndivyo alivyosema Mungu, msile matunda ya miti yote ya bustani? Mwanamke akamwambia nyoka, matunda ya miti ya bustani twaweza kula, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema msiale wala msiyaguse, msije mkafa. Tunaona nyoka, kiumbe huyu ambaye Biblia inatuambia alikuwa ni mwelevu kuliko wanyama wote wa mwitu waliokuwa amewafanya Mungu. Anakuwa kwenye mazungumzo na mwanamke ambaye ni Hawa.
Na katika mazungumzo haya lengo lake ni kwenye matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Na anaanza kwa kuuliza swali ambalo linaonekana lina utata. Ati hivi ndivyo alivyosema Bwana Mungu, matunda yote ya bustani msile? Mwanamke akajibu ya kwamba hapana, twaweza kula. Lakini mwanamke alipoulizwa swali hili, yeye hakuishia pale tu. Akaenda nje na swali lilivyoulizwa pia. Katika fungu la 3 akasema, lakini matunda ya mti ulio katikati ya bustani Mungu amesema tusile wala tusiaguse. Kwa hiyo hapa akaongeza kitu kingine, na huu ukawa ni mwanzo wa kufungua mjadala mkubwa wa kimazungumzo pamoja na nyoka huyu. Na sasa hii mianzo ambayo tunaitazama ikawa ni mwanzo wa kuanza kuleta shida kwenye maisha ya kwetu. Nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa, kwa maana Mungu anajua ya kuwa siku mtakapokula mtafanana naye kwa kujua mema na mabaya. Kwa hiyo hapa nyoka akaleta hoja ya kwamba Mungu amewaficha jambo, ya kwamba ili kusudi mfahamu mema na mabaya inapaswa kula tunda hili. Na kwa sababu ni kweli ya kwamba Mungu alikuwa amemuumba mwanadamu, na katika kumuumba kwote alikuwa amemtengeneza mwanadamu huyu kutambua yaliyo mema pekee. Hawa akahitaji ayafahamu na yaliyo mabaya pia, ambayo Mungu hakuhitaji kuyafahamu. Akatwaa mkono wake, akachuma matunda ambayo Mungu amesema asile, naye akala. Akachukua matunda haya akampelekea mewe pia. Turudi hapa kidogo. Ikiwa Mungu aliumba ulimwengu wenye kupendeza na kuvutia, ikiwa ni mahali pa furaha na amani, mandhari yake ikiwa ni njema na iliyovutia tele, kwa nini tuwe na safari yenye tumaini? Na hii inatuongoza kuelekea wapi? Safari hii yenye tumaini inatuongoza kuelekea wapi? Mungu alikuwa amempatia mwanadamu taratibu ambazo zilikuwa ni nzuri na zilizomuongoza, zenye upendo pekee baada ya kuwa amemuumba. Adui wa Mungu, yeye ambaye alikuwa malaika mkuu hapo kwanza, akahitaji kuharibu upendo huu uliokuwapo baina ya Mungu na mwanadamu aliyeumbwa. Malaika huyu ambaye hapo mwanzoni alikuwa ni malaika mzuri kabisa, na ambaye katika uumbwaji wake hakukuwa na dosari yoyote. Biblia inasema katika kitabu kile cha Ezekieli sura ile ya 28 na lile fungu la 14 hadi 17, anasema, wewe ulikuwa kerubi ufunikae, wewe ulikuwa kerubi ufunikae, mwenye kutiwa mafuta, nami nalikuweka hata ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu. Umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto, ulikuwa mkamilifu katika njia zako zote tangu siku ile ulipoumbwa hata uovu ulipoonekana ndani yako. Moyo wako uliunuka kwa sababu ya uzuri wako, umeharibu hekima yako kwa sababu ya mwangaza wako. Nimekutupa chini, Mungu anasema, nimekulaza mbele ya wafalme wapate kukutazama. Kwa hiyo shetani ambaye hapo kwanza alikuwa ni kerubi, malaika aliyekuwa akiongoza majeshi ya mbinguni, alikataa sheria ya Mungu ya upendo, na hivyo akageuka kuwa adui. Na katika hili malaika huyu aliwafanya Adam na Hawa ambao walikuwa wameumbwa vizuri kwa sura ya Mungu, nao pia waziasi sheria za Mungu. Huu ukawa ni mwanzo mbaya kwenye familia iliyokuwapo Edeni. Mwanzo mbaya kabisa. Kwa nini mwanzo mbaya? Katika fungu lile la 14 la Mwanzo sura ile ya 3, maneno
ya Biblia yanasema hivi: Bwana Mungu akamwambia nyoka, ambaye ni Shetani, kwa sababu umefanya haya, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Fungu la 17 akasema hivi: akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambayo nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. 18 michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Kwa jasho la uso wako utakula chakula, hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitawaliwa, kwa maana mavumbi wewe, nawe mavumbini utarudi. Hii ikawa ni sura nyingine kabisa ambayo imetutoa kwenye mwanzo wenye kupendeza, na sasa miisho imekuwa sio ya kupendeza tena. Adamu ambaye alikuwa amependwa vizuri kabisa, Adamu ambaye alitengenezewa mazingira ya kuvutia, sasa yamekuwa sio tena mazingira yenye kuvutia kwake. Na wakati Mungu anashuka katika bustani hii ya Eden kuja kumtafuta Adam baada ya kuwa amekula tunda, Mungu alimuuliza swali. Tumesoma katika lile fungu la 9, uko wapi? Adamu akasema, nimejificha. Mungu akamuuliza, kwa nini umejificha? Adamu alijibu, kwa sababu niko uchi. Mungu akamwambia, je, umekula matunda ya mti niliyokukataza usile? Adamu nipatia. Maneno haya ya Mungu kushuka hadi kwenye bustani ya Eden kumtafuta Adamu yalionyesha upendo, ijapokuwa Adamu ameasi sheria za Mungu. Maneno haya ambayo pia tumeyatazama katika fungu la 17 hadi lile fungu la 19, ulimwengu sasa ukaingia kwenye zama nyingine, zama ya mateso, zama ya majanga, zama ya kila ambacho tunakitazama leo: kukosekana kwa amani, kukosekana kwa utulivu, kumomonyoka kwa maadili, kwa sababu shetani ameingiza sera ya kwake na ameupotosha ulimwengu. Sikia hii ya kwamba Mungu huyu katika nyakati hizi ambazo anamtafuta Adamu na kupotea kwake kwote kulisababisha mambo yafuatayo. Kuanzia wakati ule wa kuendelea kwa jamii hii ya wanadamu wangesumbuliwa na mambo yafuatayo. Moja, majaribu ya shetani. Adamu alipewa maisha ya kudumu ya kazi ngumu na yenye wasiwasi badala ya kazi ya kufurahisha. Na kazi ambayo alikuwa amepewa yenye kupendeza sasa ikabadilika. Katika maisha haya mapya, Adamu angepata uzoefu wa kuvunjika moyo, uzoefu wa kuhuzunika na maumivu, na hatima yake ni kifo. Maisha yakabadilika. Lakini japokuwa na kubadilika kwa maisha haya, japokuwa ulimwengu ukawa katika hali hii tunayoitazama hivi leo, ulimwengu ambao hauna amani kabisa, ulimwengu ambao maisha yake ni tabu, ulimwengu ambao maadili yake yamemomonyoka, ulimwengu ambao hakuna mahali pa kushika, kila kitu kinaonekana hakiko sawa, bado upendo wa Mungu ulikuwapo. Moja, kumtafuta mwanadamu huyu ambaye ameanguka. Mungu mwenyewe alikuja, lakini bado hii haikutosha. Wakati Adamu ameanguka dhambini, wakati amejitenga na Mungu na anamkimbia, wakati amejiona yuko uchi na hawezi tena kustahimili mbele za Mungu, alijitengenezea mavazi ya majani. Mungu wakati anashuka kwenye bustani hii ya Edeni, alimtengenezea mavazi yaliyokuwa ya ngozi, akamvika. Katika lile fungu la 7 tunatazama
ya kwamba Mungu akashuka. Katika ile fungu la 21 tunatazama ya kwamba Mungu alipokuja anamtengenezea mavazi, anamvisha. Moja, Mungu anafanya mambo mawili ya kutangaza ukombozi kwa mwanadamu. Damu ya mnyama aliyeuawa kwa ajili ya Adam apate mavazi. Hii inaonyesha upendo wa pekee, ikafunua siri nyingine kubwa, ambayo hii baada ya Adam tu kuwa ameanguka dhambini, huzuni ilijaa mbinguni. Pale wote walipotambua ya kwamba mwanadamu aliyekuwa ameumbwa na ametengenezewa mandhari nzuri hivi kweli ameanguka dhambini, mbingu ilijawa na huzuni. Lakini Yesu akasimama kurudisha furaha tena, ya kwamba ijapokuwa mwanadamu huyu ameanguka, mimi nitakwenda kumkomboa. Hii ni safari yenye tumaini. Hii ni safari yenye tumaini kwako pia, ya kwamba ijapokuwa tunaona ziki hizi, ijapokuwa tunaona matatizo haya, ijapokuwa tunaona shida, ijapokuwa tunapita kwenye tabu, Mungu yupo kwa ajili ya kukuokoa. Lipo tumaini kwenye maisha yako. Jioni ya leo lipo tumaini. Ijapokuwa mambo hayako sawa, lipo tumaini. Mahali pako pa kazi huenda pakawa hapako salama, lakini jioni ya leo Biblia inatuambia lipo tumaini. Yesu ametangaza tumaini kwa ajili yako. Huenda unafanya kazi mahali fulani, huenda mambo ya kiuchumi hayako sawa kabisa, huenda pale nyumbani malezi ya watoto wako kadri unavyojitahidi kutengeneza hayako sawa. Jioni ya leo lipo tumaini. Yesu anatangaza. Ijapokuwa unapita kwenye ugonjwa fulani, pengine huoni matumaini ya kupona kwake, lakini jioni ya leo lipo tumaini. Na hii ndiyo maana tunayo safari yenye tumaini. Mpendwa, sikia. Katika kitabu kile cha Ufunuo 21 fungu la 4, yapo maneno ya pekee yanatolewa yanayotupatia tumaini kwenye maisha yetu. Biblia inasema, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Hii ndiyo safari tulionayo, safari inayotupeleka kwenye mji wenye tumaini, mji ambao unarejesha mambo yote kuwa mapya na kututengenezea mazingira yaliyo mapya kabisa, yenye kupendeza na kuvutia. Nikualike mahali ulipo, ya kwamba fanya uchaguzi wa kuwa kwenye safari hii yenye tumaini, ambayo hii inaturejezea mwanzo wenye kupendeza. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Nami niendelee kukukaribisha ya kwamba kesho tunakuja kutazama ikiwa kama ndivyo ulimwengu huu ulivyoingia kwenye safari hii, je, tunatoka kwa namna gani na tunapaswa kusafiri kwa namna gani kuifikia nchi hii nzuri na mahali hapa penye tumaini. Karibu sasa tuombe pamoja tunapokwenda kufunga somo letu la siku hii ya leo. Asante Yesu kwa namna ya pekee ambayo umekuwa nasi. Umetufundisha kwa nini tuwe na safari yenye tumaini. Tumetambua ni kwa sababu tulianguka dhambini, na haikuishia hapo tu. Umetangaza wokovu kwa ajili yetu. Unatuita sasa, Baba yetu, gusa maisha yetu tunapokuwa tukifanya maamuzi ya kurejea kwako. Ni katika jina la Yesu Kristo, amina.